Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana, tunaanza na somo la kwanza ambapo tunamwona mfalme Sauli anaendelea kumuinda Daudi. Ndugu zangu, baada ya Yonathani kwenda kumwambia Sauli baba yake kwamba usimdhuru Daudi, baba yake akaweka viapo, akasema aishivyo Mungu sitafanya hivyo. Lakini ukweli ni kwamba kiapo hiki kilikuwa ni cha uongo tu. Leo tunamuona kwenye somo la kwanza hapa tunamkuta mfalme Sauli akiendelea kumuinda Daudi ili amuue, na Mungu anatoa onyo kali la kwanza kwa mfalme huyu Sauli kwamba unayemtafuta hutaweza kumshinda. Leo Sauli anajikuta amejipeleka mwenyewe mikononi mwa yule ambaye anamtafuta ili amuue. Sasa kibao kinamgeukia yeye. Daudi alikuwa na kila uwezo wa kuweza kumuua, lakini Daudi hakufanya hivyo. Yaani yeye huyu Sauli ndiye anaenda kujiua mwenyewe. Ni kama unaenda kujiua mwenyewe, unajipeleka kwa adui mwenyewe. Nguvu anazotumia kumwangamiza nazo Daudi ndizo nguvu hizo hizo zinazotumika kumwangamiza, kujiangamiza yeye mwenyewe bila yeye kufahamu. Anatumia nguvu nyingi kutaka kumwangamiza Daudi, lakini kumbe nguvu zile zile anazozitumia kumwangamiza Daudi kumbe ni nguvu hizo hizo. Ni kama mtu anayejidhuru mwenyewe, ananoa kisu kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe bila yeye kujifahamu. Ndugu zangu, Sauli anapewa onyo hili na Mungu ili angalau abadilike, lakini yeye hatakubali. Ataweka tamaa mbele na hatabadilika. Ndugu zangu, hapa tutajifunza kitu muhimu sana juu ya kunia mabaya juu ya mwenzako. Kuwa na nia mbaya juu ya mwenzako. Unapokuwa na nia mbaya juu ya mwenzako, ni kama unakuwa pia na nia mbaya juu ya nafsi yako mwenyewe. Unaponia mabaya juu ya mwenzako, ile nia yako mbaya ndio inayokuwa kiangamizo chako wewe mwenyewe. Jinsi unavyopanga kumwangamiza na unavyotaka yeye ateseke, ndivyo hivyo inavyokugeukia wewe, kama ilivyomgeukia Sauli leo katika somo la kwanza. Ndugu zangu, hivyo ndugu zangu, tuepuke kunia mabaya au uovu juu ya mwenzako, kwani uovu unakurudia wewe mwenyewe. Utakuja tu na utakusumbua tu, hata kama umemtendea aliye dhaifu, hata kama huyu ni mdogo sana kuliko wewe, lakini ule uovu uliofanya utakuja tu. Tena wanasema unakuja na interest, yani unakuja na faida juu. Hivyo tuepuke ndugu zangu kuwatendea uovu wenzetu. Ndugu zangu, tunie mazuri, tuwe na nia njema. Kuna usemi wa wazee unaosema kama chungu cheusi kina uwezo wa kupika wali mweupe bila kuuchafua. Kwa nini sisi tunapopata nafasi ya kukaa na wenzetu au kuongea juu ya wenzetu tunashindwa kuwaongelea katika usafi bila kuwachafua? Kuna ambao wakipewa nafasi elezea kuhusu mtu fulani, hawezi kuacha bila kutaja dhambi zake. Lazima atafute tu amemchafua mahali tu yani. Sasa kama chungu kina uwezo wa kupika chakula bila kuchafua, kupika wali mweupe bila kuchafua, wewe unashindwaje kuongea vizuri kuhusu mwenzako na bila kumchafua na kumwacha awe safi? Tunashindwa hata na chungu kinachopika wali bila kuchafua. Sisi lazima tuwachafue wenzetu ndio tujisikie furaha. Tuache tabia za kisauli. Ndugu zangu, katika somo la Injili leo, Yesu anawachagua mitume wake 12. Hawa walikuwa ni watu muhimu sana. Hawa ndio wangepaswa wamwakilisha hapa duniani na kuendeleza utume aliouanza. Hivyo Yesu alikuwa makini sana kwenye kuchagua. Tunasikia kwamba anakwea mlimani na kuwachagua akiwa juu ya mlima. Mlimani kwa wana wa Israeli ni sehemu ya kukutania na Bwana. Yesu hapa anakuwa kama Musa mpya pale mlimani Sinai, kabla ya kuwapatia makabila 12 wa Israeli amri na agano la Mungu. Hawa mitume ndio wanaowakilisha kabila 12 za Israeli. Kila mtume ni kama babu wa kabila lake. Nafasi hiyo waliitambua na kuichukulia katika umakini mkubwa. Ndugu zangu, nasi ndugu zangu, tunashirikishwa katika utume huu kwa ubatizo wetu na Ukristo wetu. Tunapobatizwa, Kristo anatushirikisha huu utume wake. Kuwa Mkristo ni kuwa mtume, na kama mtume ni kwamba unakuwa kama baba wa kabila zima. Yaani unakuwa kuna watu mbalimbali wanaokutazama, wako nyuma yako, wanakutazama, inabidi waongoze. Kuwa baba unatakiwa kuwa mfano kwa wale walio nyuma yako.
Wafanye watu hawa wamuone Kristo kwako, wamtukuze Kristo. Wakija kwako wafurahi, wapate matumaini, waone tofauti, na hata kama ni wa dini nyingine wamtukuze Mungu, kwamba kupitia wewe wanamjua Bwana Mungu wa Israeli. Hivyo Mkristo kazi yake ni kuangalia kwamba uliangusha kabila lako, ulifanya liteketee kama yale ya Israeli yalivyoteketea, bali tunaenda nayo mbinguni, kuwapeleka wenzetu mbinguni. Hivyo namna hii, ndugu zangu, tutaweza kutimiza wajibu wetu kama mitume wa Kristo. Ishi vizuri, uwe chanzo cha baraka, cha kuonesha mfano kwa wengine, watu waweze kumtukuza Kristo. Na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akulinde na kukubariki sana. Aendelee kukufanya kuwa mtume wake. Ashakufanya katika ubatizo, wewe ni nabii, wewe ni kuhani, wewe ni mfalme. Endelea kuhubiri injili ya Kristo. Mungu akutunze sana. Leo basi katika sala zako usisahau kuniombea na mimi. Leo napotimiza miaka 42 ya kuzaliwa, namshukuru Mungu kwa kuniumba hapa duniani. Naomba usinisahau. Usali salamu Maria moja na baba yetu moja, angalau umsi Mungu aendelee kunipa baraka, aendelee kunisamehe pia dhambi zangu, aendelee kuniweka hapo ili niendelee kumtumikia, lakini zaidi sana niendelee kuwa imara daima kama padri, nimtumikie katika utakatifu, niweze kufika pia mbinguni. Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.